wakili kuna exception kwenye kila general rule, sio? Kwa hiyo nadhani ni hiyo discipline na vishawishi vingi vinatokea kupitia dada kubond na baba kupitia hivyo vyumba vya ndani. So nadhani kwenye imekuwa sensitive ni kwa sababu hiyo. In general, wewe una mipaka gani wewe mwenyewe binafsi? Mimi mipaka yangu. Dada akija kwako wewe mwenyewe binafsi na mipaka gani? Okay, ni kijibu mimi kama mimi. Mpaka wa kwanza ni hiyo bedroom ya kwangu. Dada kuingia, lakini ni kwa sababu nampunguzia majukumu. Sio kwa sababu naamini eti nani dada Martha alisema hivi kwamba namlipa. Yes, namlipa. Lakini niko comfortable zaidi kumpunguzia. Yapo baadhi ya majukumu ambayo naweza tu kumsaidia. Na nikawa happy kuyafanyia kazi. Sawa. Na sina sio kwa sababu eti sijui naamini kutakuwa na uharibifu ama nini. Naamini dada akiamua kunifanyia uharibifu atafanya popote tu. Privacy tu na. Nani ya pili, mpaka wangu wa pili ni kwa sababu kwenye nyumba yangu pia kuna wanaume, yani tofauti na mume wangu kuna wanaume wengine. Mpaka wangu sipendezwi sana kama dada atazoea kuingia kwenye vyumba vya watoto wa kiume akakaa huko, kwa sababu naamini ni mtoto wa watu, ni mtoto wa kike, anaweza kupata huko wakapeana vishawishi. Ni mpaka mwingine ambao kwangu mimi na sioni sababu ya yeye kufanya hivyo. Nimerudi nyumbani masaa mawili matatu amejifungia na kijana wa kiume chumbani, so sioni kama ni kitu kizuri ambacho siwezi kumruhusu pia binti wa kwangu. Ni mipaka ya aina hiyo tu. Otherwise mipaka ya aina hiyo. Lakini ikitokea siku ninahitaji nina uhitaji, naumwa, siwezi kufanya usafi chumbani kwangu, naweza kumuomba dada. It's very okay kwangu mimi. It's very okay. Okay. Sawa. Nataka nigusie kuna vitu umeviongea vya muhimu. Moja, mabosi wengi hapa waajiri mnasikia tunaulizaga sana kuhusu majukumu majukumu. Sasa moja ya vitu ambavyo sisi tunafanya tofauti. Kwa nini tunataka majukumu? Kwa nini tunataka kujua dada anakuja kufanya nini? Ni moja ya sababu ni hiyo. Kwamba zamani au miaka mingi wadada wa kazi wamekuwa kitwa kazini bila kujua wanaenda kufanya nini au wanaenda kumfanyia nani wapi. Sasa hiyo pia ilikuwa ni moja ya tafiti zetu, tukagundua ni shida. Kikawaida sisi tukifanya kazi, dangu wakili hapa, lazima unafanya interview, unajulishwa wapi, post, yani kila kitu unakuwa unafahamu. Lakini kazi za ndani zimekuwa kama ni kazi ambayo yani unajua siku unafika kazini. Kwa hiyo utakuta dada anafanya maamuzi siku akifika kazini, au baada ya wiki moja ndo anaamua sipataki hapa. Kwa hiyo tulivyoanza utaratibu wa kutaka kujua majukumu, description ya nyumba, kuna watoto wangapi, kuna wagonjwa, kuna wazima, hiyo ndio inatupa sisi ufanisi wa kukupangia dada ambaye ataweza kufanya majukumu yako. Na dada anaondoka huko akijua exactly anachoenda kufanya. Shida inatokea pale ambapo baadhi ya waajiri hawatuambii full picture. Kwa hiyo maana yake huyu dada anaondoka huku kituoni akiwa na expectation ya picha hii, then akifika kule anakuta picha hii. Sasa nitawaambia implication yake, kwa sababu ni rahisi kumnyoshia kidole dada ukasema sio mpambanaji, au huyo dada sio kama mke wangu mrembo hapa Superwoman aliyedili na mabanda ya kuku wanne sijui watano. Ningekuwa niko wadada center ningelipwa vizuri. Nisikimbia of course ila zile kazi nitakiwa nilipwe. Subiri. Sasa shida inakujaje? Lazima tujue jamani, muda umebadilika. Muda umefanya nini? Muda umebadilika. Na ndio maana zamani tulikuwa tumeteseka, tulikuwa na wakoloni. Sasa hivi hatuwezi kukubali. Na maana gani kusema hivi? Tutakapojua yale majukumu, dada tutakayemchagua tunataka kumfitisha na yale majukumu. Kwa hiyo wewe kama una bustani, utuambii una bustani, 100% huyo dada tutakayemchagua anaweza asikubali kufanya ile kazi. Kwa sababu sio kila dada ataweza kujiongeza kufanya extra, kwa sababu hata kwenye makazini kwetu tuna wafanyakazi wa kawaida, tuna exceptional
Kuna wabishi na yani anafanya minimum, amefanya majukumu yake kamaliza. Haimaanishi ni mfanyakazi mbaya, ila yeye ni mfanyakazi wa kawaida. Ndio maana tuna hata viongozi wetu, wabunge, mawaziri wa kawaida, na tuna wale exceptional. That's life. Lakini hatuwezi tena kuanza kuwa brand ya wadada ambao wanafanya kazi yao kawaida kama wao labda ni wavivu au wazembe au hawafai. Hapana, hiyo ndio lugha ambayo sisi hatutaki kuitumia. Mtu anayefanya minimum tumesema atapata minimum. Ila tunachowaambia ni kwamba ukiifanya ziada kwa bosi wako, let's say huyo wako angekusaidia kwenye hizo kazi, ungeweza kumreward zaidi. Haimaanishi alichokifanya yeye kwamba yeye ni shetani. No, it just mean yeye ni mtu wa minimum. Kwa sababu mkataba ndio unavyo muongoza vile. Ndio maana tuna legends na tuna watu wa kawaida. Ndio maana tuna leaders, tuna managers. There is a difference kati ya hawa watu. Kwa hiyo tunachotaka kusema hivi, tunavyotoa majukumu, tunahitaji sana mtu aambie exactly picha aliyokuwa nyumbani. Yaani msizuie kitu chochote. Ili at least tunavyokupa, tukupe mtu ambaye atafaa. Kwa mfano hiyo kesi aliyozungumzia ya Mtwara, huyo dada ambaye akaenda akasema that's not my thing. Si ndio? Bosi umeomba dada. Unakaa Mtwara, sawa, sijui vijijini, yuko kijijini Tumekupa dada ambaye ni smart. So what's the picture ya smart dada? Huyu ni dada wa kisasa ambaye anafanya majukumu yake kisasa, anaweza kujiongoza, kujiongeza. Anafika kule unamwambia akachume tikiti maji kwenye shamba. This is 2025. The chance ya dada wa kawaida kukubali hicho kitu ni almost 1%. Lakini sisi tungejua exactly at the point ya order kwamba huyu bosi ana kishamba chake kina matunda ambacho now and then dada itabidi aende kumchumia nini? Matunda. Sisi tungemtafutia dada ambaye atakuwa okay. Sisi mnanielewa jamani? Sasa tusianze kuwa brand ya dada kama wavivu wazembe wakati hatuwapi full information. Hata sisi wenyewe makazini kwetu tusingekaa kama information haziko complete. Kwa hiyo tunafanyaje kuwasaidia hawa dada? We need to give them information zote za majumbani kwetu ili yani, kwa sababu utakapotupigia simu ukisema amekataa kufanya hichi, sisi tutakachokifanya tutaangalia okay, kilikuwepo, dada ulifahamu kabisa hichi kitu, kwa hiyo hilo ni kosa la kwako. Lakini kama akipa, hata sisi tunakuwa tuko catch 22, tuko 50-50 kwa sababu hicho kitu sisi wenyewe hatukijui. Kwa hiyo tunaanza kubaki kumlaumu mvivu mzembe, but that's not the case. Hata hawa smart dada wetu tuna terms zetu humu ndani. Tuna smart dada tunasema wa sasa, na tuna smart dada old school. Sijui mmenielewa? Kwa hiyo sisi yani kuna vitu vyetu tunavyofanya ambavyo hamna mtu anavyofanya Tanzania, innovation, kwamba tunawatambua wadada kutokana na character, personality na background. Kuna dada anasema nikimpeleka kwa bosi wangu huyu smart, nabidi nimpeleke either old school smart dada ama new school smart dada ama the real smart dada, kutokana na mazingira yako, unakaa wapi, nyumba yako ikoje, una watu gani. Sasa hiyo ndio inatusaidia sisi sasa hivi kuwa efficient kwenye utoaji wa dada. Ila usipotuambia vizuri, matokeo ndio hayo. Unataka dada akakuchumia matikiti maji, dada anakuambia mimi siwezi kudili na nyoka. Umeona, that's not my thing. Ambayo is true, hata mimi is not my thing. Siseme ukweli jamani. Si ndio jamani au? Kwa lazima tuwe honest, tuongee ukweli kwenye ukweli, tusiwalaumu sana wadada wakati hatutoi information kamili. Kwamba tunadili ndio hayo aliyosema, mila na desturi za zamani ambazo dada wa kazi ilizoeleka nafanya kila kitu. Hii dunia sasa hivi haiko hivyo. Dada wa sasa hivi inabidi tumwambie ajue exactly anachoenda kukifanya ili awe efficient, mkataba wetu uende vizuri, upate huduma yako, everyone goes home happy. Si ndio jamani? Ile ya zamani kwamba dada ndo anahudumia wagonjwa, anasafisha magari, anafanya nini, hiyo kidogo sasa hivi imepitwa na wakati. Na hao wadada wanaanza kufanya nini? Kupungua. Wadada wa sasa hivi wanafanya hizo kazi kimalengo, wanafanya kiutaratibu na wana options. Zamani walikuwa hawana options. Zamani ulikuwa kutolewa kijijini, kwanza kwenye njaa, shida, unakimbilia wapi? Nikikwambia kaoshe gari utakataa? Ukifikiria kurudi kijijini kutembea kwa miguu utarudi? Ukifikiria kijijini hakuna chakula utaweza kurudi? Haurudi. Lakini hao sasa hivi wana options. Wana maboyfriend, wana ndugu zao, wana pesa, wao wenyewe wana mishemishe yao. Kwa hiyo lazima tukizungumzia kazi zao tuwawekee vizuri utaratibu. Lakini kingine ulichokisema is exactly ni kwamba lazima tukubali dada lazima awe tayari whether kuingia chumbani au kutokuingia. Kwa hiyo maana yake kuna bosi atakayetaka uingie, kuna bosi ambaye atataka. Lakini sasa isiyo excuse kwa hawa dada kusema kwamba
huko ni kwa mme wako. Hapana, huyo ni bosi wako. Si mnanisikia wadada eh? Ukikuta bosi ambaye hataki uingie sawa, lakini isiwe sasa excuse ya vyumba vingine. Kule kama kuna mwanaume pia? Hapana, no. Sijaelewana jamani. Kwa hiyo ukikuta ambaye hataki, tunaenda naye hivyo hivyo. Ambaye atataka itabidi ufanye nini? Ufanye, kwa sababu nafikiri labda ndo bahati yao. Lakini kwa wenzetu huko, kazi za ndani ni kazi za ndani everywhere. Hakuna haya mambo sijui chumbani kwangu sijui nini wala nini. Kote unaingia unafanya. Na ndio sisi mentality yetu. Tukisema dada wa kazi, maana yake chumba chochote kwako inabidi akifanye nini? Akifanyia usafi. Ndio maana tunajaribu sana kuondoa hayo shemeji, babu, bibi nani, kwa sababu hiyo ndio inaanza kuleta hiyo shida. Kwa sababu akishaanza kukuita shemeji, dada, automatically chumbani kwako kuna kuaje? Sijui mnaelewa hapo? Umenipata eh? Huku ni kwa shemeji, huku ni kwa dada. Challenge inaanza hapo. Jamani.